Karibuni sana ndugu zangu wana Online TV na wapenzi wasomaji wa khawasi na elimu ya tiba. Inshallah leo nakuja na dua ama nakuja na somo ambalo litakwenda kwa wale ambao tunanyanyaswa, tunateswa katika maisha haya, katika maeneo ya kazi, katika manyumba yetu. Sasa vipi wewe mwenyewe utajua, lakini naomba unisikilize kwa makini kisha uweze kupata faida hizi inshallah. Ndani ya kitabu chake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuna njia nyingi sana ametugaia kwa wale ambao wenye kuifuatilia kwa yakini na kufuata maelekezo ambayo wanaelekezwa vizuri, basi watapata manufaa. Miongoni ni hii njia, kama unateswa labda na wachawi, wanakuroga, ama watu wanakusema vibaya, ama watu wanakuhusudu katika masuala mengine tofauti, ama la watu wanakurudisha nyuma katika mambo yako, katika maendeleo na masuala mengine. Sasa ndani ya kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ipo aya moja na ziko aya nyingi, lakini mimi leo nitazungumza tu aya hii moja katika sura Al-An'am ya yake 45. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema faqutu yadabirul qaumi alladhi zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Sasa ukienda katika sura Al-An'am aya 45 utaenda kuiona hii, lakini cha ajabu aya hii ya 45 ukienda katika sura An-Nisa na hivi utaenda kuiona tena aya nyingine ya 45. Mwenyezi Mungu anasema wallahu a'lamu adaikum wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Na hiyo vile vile ni aya ya kupambana na watu wabaya. Mtu amekuwa anafanya uchawi, wanakusema vibaya, wanakuroga, wanakudhulumu, wanakufanyia mambo mengine tofauti, wanapanga mipango kufukuza kazini, wanakurudisha kwenye biashara, unafanya jambo lilieleweki. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu hii unamtawakali, unarudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili ya nini? Wale mabaya, wale madhalimu, wale wezi, wale wachawi, wale wanakusema vibaya, wanakuombea mabaya, wanakufanya kila kitu kibaya. Rudi kwa Mwenyezi Mungu. Sasa tutaisomaje hii aya? Utaisoma kwa mara ngapi? Utaisoma saa ngapi? Utaisoma kwa bukhari gani? Fuata na Online TV. Na hii ndio channel ambayo mimi na imani kwamba wapo watu mashehe wakubwa, mashehe zangu naona nafundisha, lakini si wengi ambao wenye kusomesha somo lile likakaa mtu akaliachia kila kitu. Moja, uwe na bukhari aina tatu. Kwanza upate jawi, upate ubani mashtaka pamoja na ubani maka. Sasa jawi, mashtaka, maka, hivi vitu vitatu sawa unaweza, lakini kama utaongeza unaweza kwa karatiti kidogo na karafu maiti pamoja na shubiri ukipenda. Sawa, nani rukuni zake ni hizi tatu: jawi, mashtaka na maka. Unakaa kisha tafuta muda wowote ule wa kupambana na maadui kama unamjua. Uwezi basi fanya kwenye mida hii ambayo nakwenda kukuelekeza. Isome Jumamosi asubuhi jua linapochomoza, ama Jumanne asubuhi jua linapochomoza, ama usiku mkubwa. Mida hii mitatu. Isome Jumanne asubuhi jua linachomoza, kunaona tunajua linaanza kuchomoza, kaa chini, washa moto wako, weka ubani wako, anza. Sawa unaweza kuanza kumswalia mtume kwanza. Sawa ama la kaendelea tu kumswalia mtume. Nani unasema unaweza ukaanza kwanza kusali sura haja, kumlia Mwenyezi Mungu, sema ya Rabbi, mimi na maadui wamenifanyia kadha, au maadui hao wanatufanyia ubaya uko mzima au kampuni mzima inahusudiwa, ama wewe una biashara yako kubwa, unashangaa watu wanakuletea tu madeni yasieleweka. Kumbe kuna watu kwa wewe hujui wanasema mambo bwana fulani, basi unashangaa wewe kila siku unaitwa madeni, unaitwa kesi. Au wewe unashangaa kazini kila siku mtu akustopishwa ni wewe na mimi, kila siku ni wewe na mimi, hatujui sababu ni nini Sasa hizi ni miongoni mwa njia tu mimi nimeamua niwaleteeni. Moja wapo ni hii surati Al-An'am aya yake ya 45. Sawa, surati Al-An'am aya yake ya 45, Allah anavyosema faqutia dabirul qaumi dhalamu faqutia darul qaumi dhalamu alladhi dhalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Utaisoma hii aya mara 70. Sawa, utaisoma hii aya mara 70, lakini kumbuka swali haja yako, anza kukaa chini, fanya istighfari mara 100, sema la ilaha illallah mara 100, swali mtume mara 100. Ukiweza kusoma swala naria isome hata mara 11 swala naria. Wewe soma tu hii swala yetu ambayo imezoeleka, Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi sallallahu alaihi wasallam mara 100. Kisha
useme ya Allah mara 66. Ya Allah mara 66. Baada ya kumaliza kusema ya Allah mara 66, tia nia kwa idadi kwa namna unataka kusema ya Rabbi, mimi siwajua nani wananiroga, mimi siwajua wananirudisha nyuma, au fulani amenidhulumu, au fulani kaniachanisha na mke wangu, au fulani anafanya hivi na hivi, au huyu ndo anaturoga, au sisi hatumjui. Kwa sababu kama una uhakika na nani anakufanyia hivi, chonde ndugu zangu, unaongea kinyumbani, usimtaje mtu jina. Ndio maana katika Surati Nisa kule nimesema, Mungu anasema wallahu a'lamu a'daikum, Mungu anawajua maadui zenu wote. Inawezekana ukasema mali mlibuka mimi ndo adui yako, kumbe sina uadui na mtu mimi, maskini ya Mungu. Au unaweza kusema bwana Osmani au bwana Bipili ndo na adui, na kumbe si adui yako. Kuna maadui wale ambao fanya unachokijua wewe bwana, wewe usifanye hii. Kama huyo mtu unataka apone, hii haponeagi mtu. Tushafanya mambo mazito, hatuwezi kuyasema mwenye mtandao umefanya hivi. Hapana, mimi si mchawi, mimi sio mtu mbaya, lakini haya mambo tunafundishwa kwa sababu yako sehemu pa kwenda kutumia. Hivi unashangaa mtu unapewa kesi huko kwamba mtu ana mke wake anafanya hivi, anakuambia mimi mke wako natembea naye au nazini naye, nafanya ninachokitaka na unifanye chochote. Sasa wewe usichukue panga, utaenda jela. Wewe usichukue bunduki, utaenda jela. Nenda kakae chini, muombe Mwenyezi Mungu, sema ya Rabbi, mimi ndio umeniumba na yule bwana umemuumba na mke wangu ndio umemuumba. Wewe ndio umeharamisha zina, wewe umeharamisha dhuluma, wewe umeharamisha uchawi, wewe ndio umeharamisha kila kitu. Naomba bwana fulani au kitu hiki na hiki na hiki, ya Rabbi nisturu ikistiri au kiondoshe kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unasomaje? Faqutiya dabirul qaumil ladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Utasoma mara 70. Lakini ungetaka dua yako iongezeke nyama. Aya imetosha, sina kusema hitoshi. Aya imetosha, sawa lakini ungetaka iongezeke nyama, anza kwanza kupiga surati Fil 73. Lam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, lam yaj'al kaydahum fi tadlil, wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin sijil, faj'alahum kasfin ma'qul. Zipige 73. Sawa, zipige 73. Ukimaliza faqutiya dabirul qaumil ladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin, faqutiya basi ipige mara 70. Mwachia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hawezi kufanya mtu kwa yule mwenye haki anaonewa kweli isipokuwa Allah. Atakupa faraja, atamuondosha yule mtu. Hata kama ukimliza yule mtu hame, ukimliza yule mtu awaye hivi na hivi, msiniweze tukua ndugu zangu, kwa sababu utapata dhambi inshallah. Usikose na vitabu vya Mwalimu Libuka kwa wale mwenye swali, mwenye ushauri, mwenye matatizo, mwenye majanga na mitihani mbalimbali. Namba za simu nadhani umeziona huko. Tuwasiliane na wewe upate vitabu hivi na wewe tuweze kusaidiana popote pale ulipo duniani. Lakini wasihi ndugu zangu, msikose kuombea dua. Mitihani ni mingi na mimi mwalimu wenu nawafundisheni. Nasema mwisho atuombea dua, mbona asome mwenyewe? Hapana, kuombeana dua ipo, inshallah. Kwa hiyo tusipate shida, lakini una shida, una mitihani na mambo, nitafute, nitumie message WhatsApp, nipigie kawaida, nitakuelekeza unahitaji msaada gani, nitakusaidia ninachokiweza inshallah. Tutakuja kusomeshana na masomo mengine inshallah Taala. Mimi ni Mwalimu Libuka na hii ni Nadwa Online TV. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.